Hapa ni Mbau. Mji ambao upo umbali wa kilomita zaidi ya 20 kaskazini mwa mji wa Beni. Mji huo mdogo umeshuhudia mashambulizi ya kinyama iliyotekelezwa na watu wasiojulikana. Akina mama wakishindwa kuvumilia mauaji ya ndugu, jamaa na marafiki. Nyumba za watu, vifaa na pikipiki zimechomwa moto. Mauaji inayoleta wasiwasi baada ya muda mrefu wa ukimya na utulivu. Lakini kwa sasa hali ya kwenda mrama. Imepitika ni mauaji ya wakaaji, na yote ambao tumepata sawa habari ambazo tumeanza huku ndani ya senda ya Mbau. Notabilite lokal inatuarifu ya kwamba adui walanja kuonekana ndani ya mashamba ngambo za Mukida, Matukaka tangu mchana, na wakabeba watu fulani na paka sasa hatujue wale watu wamebebewa paka wapi. Ni kusema wametoka ndani ya mashamba na ukiafika ndani ya mji wa Mbau, ndani ya quartier 3, na wamefanya mauaji ya wakazi na wengi kati yao wamebebewa ndani ya pori. Hapa ambapo tunakuwa sahi ni kukartie Matete ndani ya mji wa Mbau. Sipo hata mbali na makambi za wajeshi. Watu wameuawa, idadi ambao tunao sahi hapa ni watu 7. Umeona hapa nyuma yangu kuna pikipiki 3 ambazo zimechomwa, na ni za watu ambao walikuwa ndani ya kilio, makesha ya kilio ya watu ambao walikufa ngambo za Vemba siku zilizopita. Na hivi baraza 2 hapa nyuma nao zimechomwa. Hivi wakati yenye jeshi inaendelea na kufanya fuye ama utafiti reconnaissance ndani ya pori, tunawazia kama wakakutana na hao wajambazi wanaweza kupigana nao. Na wakati nilipima kuongea na moja ya wajeshi, wanatuarifu ya kwamba wanatumika pamoja, na tukawaunga mkono ama tukawasiliana nao, wanaweza kufanya kile ambacho kiwezekanacho juu usalama irudie. Na lugha ambao adui walikuwa wakiongea, paske kama hatuongee kweli inaweza tuweka vile kukua wenye kukua hatunesaidia vile raia. Niko mkazi wa Mbau, mtoto ambao nimezaliwa Mbau, lakini kwa kweli adui lugha ambao wanaongea ni lugha tu ya kwetu ya Kiswahili, na wengi kati yao wanaongea Lingala, na hii inatupatia kidogo manunguniko kufatana na hali ambayo tunapitia. Sasa kama inakuwa hivi wanaongea Lingala na Kiswahili, nyuma tunaweza wazia ni watu gani? Ni kusema hata kama tunaweza ungana na jeshi kwa ajili ya kufanya nao ndoa juu ya kumaliza hii mauaji, lakini kati yao vile waangalie kama wanaweza chambua mambo fulani juu kile ambacho tumekiona hapa Mbau inaleta tena woga zaidi. Wakazi hawana fazi ya kuenda, wamefukuzwa kwa mashamba, hawana pesa, hawana lolote. Sasa leo kwenye wataenda watalala wapi? Ni kusema serikali yetu ya Kongo ikamate majukumu yake na kuona kama watu watapata usalama namna gani.